إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، بعدكم احمدوا الله عز وجل، kadhalika kumwombea sala na salama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ibadallah, faqad manna Allahu alayna bibulughi yawmin 'adhimin min ayyamillah. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi kwa kuifikia siku kubwa katika masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yaumun nahr. Siku yenyewe ni siku ya kuchinja, wa yaumul hajjil akbar, na siku ya haji kubwa, wa huwa a'dhamu ayyami sana. Na hii siku ambayo mimi na wewe tuko ndani yake ni siku kubwa kabisa katika masiku ya mwaka mzima. Fakad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna a'dhama al-ayyami 'inda Allahi yawmun nahr, hakika kubwa ya masiku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja, siku hii ambayo leo tuko ndani yake. Wa yatluhu ayyamut tashriq, baada ya hii siku ambayo tuko ndani yake yanafuatilia masiku ya tashriq, kesho na kesho kutwa na siku inayofuata baada ya kesho kutwa, wa kulluha aidu ahli alislam, na hizo siku zote ni sherehe na idi kwa Waislamu. Fa'ani Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, kutoka Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, hakika yeye amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna yawma Arafa wa yawma an-nahr wa ayyam at-tashriq aiduna ahla al-islam wa hiya ayyamu aklin wa shurbin. Hakika siku ya Arafa ambayo ilikuwa ni siku ya jana, kadhalika siku ya kuchinja ambayo leo tuko ndani yake, na masiku ya tashriki, masiku matatu yanayofuata baada ya siku ya leo,
Eiduna ahla alislam, ni idi yetu sisi waislamu. Wa hiya ayamu aklin wa shurbin, nayo ni masiku ya kula na kunywa, masiku ya waislamu kusherehekea na kufurahi kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, al-yawm yawmu adh-dhikri wash-shukr, leo hii ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na ni siku ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yawmu adh-dhabh wan-nahr, na hii siku ambayo tuko ndani yake ni siku ya kuchinja. Wa aktharu a'mali al-hujjaji fihi, na matendo mengi ya mahujaji ambao wameenda kufanya ibada ya hija yanafanywa katika hii siku ambayo tuko ndani yake. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, lihadha alyawm rasail dhawat ahamiyya baligha, hii siku ambayo tuko ndani yake ni siku ambayo kuna jumbe za muhimu tena zilizofikia upeo wa umuhimu. Ar-risalatul ula, ujumbe wa kwanza ambao unapatikana katika hii siku ambayo tuko ndani yake, ad-da'watu ila Allah bit-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abidi wat-tahdhiru min ash-shirki wat-tandidi. ولهذا يرفع المسلمون أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد. Ujumbe wa kwanza ni kuwalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhidi. Ibada zao watakazokuwa wazifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, tauhidi ambayo ndio haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja, lakini vile vile kujitahadhari kutokana na shirki na kumjalia Allah subhanahu wa ta'ala watu wenye kufanana na yeye. Kwa ajili ya hili waislamu wananyanyua sauti zao kwa siku ya leo kwa kusema Allahu akbar, kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kwa kusema la ilaha illa Allah, kalimatu tauhid wa tahmid, lakini ndani yake kunapatikana kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu mutafarridun bidhalika, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amepwekeka kwa hayo. Wa tauhid wa ibadallah, na tauhidi enyi waja wa Allah, a'dhamul hasanati, ni kubwa katika matendo yaliyokuwa mazuri. Wa shirku billahi a'dhamu sayyi'at, na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa ya mabaya na ni kubwa ya makosa na ni kubwa ya madhambi. Muislamu hatafikia kufanya jambo baya kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika jambo la kumshirikisha Allah mtu anakuwa na pora haki ya Allah na kuelekeza kwa asiyekuwa Allah. Na kwa ajili ya hili Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an, inna shirka la dhulmun adhimun, hakika shirki ni dhambi kubwa zaidi. Wakala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, hakika Allah hatomsamehe mtu ambaye atakayekuwa ni mwenye kufariki na madhambi ya kumshirikisha yeye, lakini Allah azza wa jalla anaweza kumsamehe mja kwa madhambi mengine yasiyokuwa ya shirki. Hii inatuonyesha kwamba shirki ni jambo baya, na mtu ambaye atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina hana msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdallah, mja wa Allah, la tusrifu shay'an min anwa'i al-ibadati illa lillahi azza wa jalla, usielekeze chochote katika aina za ibada isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiombe isipokuwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Usitake ulinzi isipokuwa ulinzi utake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala usitake kuokolewa isipokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala usiswali isipokuwa kwa ajili ya Allah
wala usichinje isipokuwa kwa ajili ya Allah. Usiende muislamu kuomba katika makaburi wala katika miti mikubwa wala katika mito, wala usiende kutambika katika makaburi. Utakapokuwa umefanya hivyo utakuwa umefanya shirki, dhambi ambayo haina mfano wake. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ar-risalatu athaniya, ujumbe wa pili ambao unapatikana hii siku ambayo tuko ndani yake, ittiba'u abil anbiya Ibrahima wan nabii, baba wa mitume na manabii, naye ni Ibrahimu alayhi salam. Lakini vile vile kuna kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam fi ibadatin adhimatin, katika ibada kubwa mno, wa hiya iraqatu dami lillahi azza wa jalla bil udhiyya. Ibada yenyewe ni kumwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuchinja udhiyya. Ibada hii ni ibada kubwa, ibada ya mtu kumwaga damu kwa ajili ya Mola wake, ibada ambayo tumehimizwa na sheria ya dini ya Kiislamu, ibada ambayo hata kama wengi katika Waislamu wanakuwa wanadhembea, lakini haitakikani kwa Muislamu kuacha hii ibada. Ibadallah, yenye waja wa Allah, لأن الله عز وجل لما أمر إبراهيم بذبحه إسماعيل، وسبب الله سبحانه وتعالى pindi alimomwamrisha nabii wake Ibrahim kumchinja mtoto wake Ismail, fafadahu bidhibhin adhimin, akatoa fidia kwa kichinjo kikubwa, fasara sunnatan liman ba'dahu min almu'minina, na hilo likawa ni sunna kwa wale waliokuja baada yake katika waumini. Ikawa ni sunna ya udhiyya ambayo kila Muislamu basi inatakikana atekeleze hii ibada kwa vile ambavyo ilivyokuja, na atakapokuwa anafanya hivyo itakuwa amemfuata huyu nabii Ibrahim alayhi salam. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam dhaha binafsihi wa amara bihi, na mtume sallallahu alayhi wasallam yeye amechinja udhiyya mwenyewe na amewaamrisha Waislamu wawe ni wenye kufanya hivyo. Kwa hiyo Muislamu inatakikana awe ni mwenye kutekeleza hii ibada, na hii ibada inakuwa ni leo na siku 3 zinazofuata baada yake. Fahani'an liman qama bi fi'li hadhihi al-ibada, kwa hiyo pongezi na mti peponi ni kwa yule ambaye mwenye kusimama kwa kutekeleza hii ibada. Wa nas'alullah azza wa jalla an yatakabbala udhiyatahu, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala akubali udhiya yake, akubali kichinjo chake alichokichinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu waliokuwa wangapi wana uwezo wa kufanya hii ibada, lakini wanakuwa hawafanyi maskini. Lakini lau kama wangekuwa wanajua yale yanayopatikana ndani yake, basi mtu angekuwa ni mwenye kufanya maandalizi mapema na kuhakikisha kwamba hii ibada haimpiti. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ar-risalatu athalitha, ujumbe wa 3 ambao unapatikana katika hii siku tuliyokuwa ndani yake, ittiba'u sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, ni kuwafuata masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, liannahum 'azzamu hadha al-yawm, hakika wao walitukuza hii siku, wabalaghu 'azamatahu lin-nasi, na ukafikisha ukubwa hii siku kwa watu, wafa'alu ma yanbaghi an yuf'ala fihi, na wakafanya yale ambayo yanatakikana kuyafanya katika hii siku. Min salati al-Eid, miongoni mwa kusali swala ya Eid, wal udhiyya, na kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wat takbiri, na kusema Allahu akbar, Allahu akbar, wat tahlil, na kusema la ilaha illa Allah, wat tahmid, na kusema alhamdulillah, wa ghairiha, na yasiyokuwa hayo minal a'mali salihah, katika matendo yaliyokuwa mazuri. Fahum salafuna salih fi dhalika, hawa masahaba ni wema wetu waliotangulia katika hayo. Wa dini kullihi, vile vile wao ni wema wetu waliotangulia katika dini yote. Wa hum awla an-nas bil ittiba'i ba'da al-anbiya wal mursalin, na hawa masahaba ni bora ya watu kuwafuata baada ya manabii na mitume.
qala ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada, kama watu watakuwa wameamini kama mlivyoamini ninyi masahaba, hakuna shaka hao watu watakuwa ni wenye kuongoka. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ayatuha almar'atu almuslima, mwanamke wa Kiislamu, ittaqillaha fi ibadatiki, muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zako, wa hijabiki, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika hijabu yako, wa salatiki, na muogope Allah subhanahu wa ta'ala katika swala yako. Fala tudayyi'iha, hivi vitu usivipoteze katika maisha yako. Hakikisha kila siku, ewe dada wa Kiislamu, unatekeleza ibada za Mola wako, unavaa hijabu ya kisheria pale unapokuwa unatoka katika nyumba yako, lakini vile vile usiwe ni mwenye kuacha swala yako. Litakuna salihatan, ili wewe dada wa Kiislamu uwe ni mwanamke mwema. Wa ahsini ila zawjiki bil ishrati tayyiba, vile vile wewe dada wa Kiislamu, basi fanya vizuri kwa mumeo kwa kuishi naye vizuri. Faqad qala Allah ta'ala, hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib, wanawake waliokuwa wema ni wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wakatekeleza ibada zao kwa ajili ya Allah, wakatekeleza haki za Allah, na haki ya kwanza kabisa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lakini vile vile wakawa ni wenye kuhifadhi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewataka hao wanawake wao ni wenye kuhifadhi katika kutekeleza haki za waume zao. Wewe dada wa Kiislamu, zungumza na mumeo vizuri, amiliana na mumeo vizuri, kuwa na subira na yale mapungufu aliyokuwa nayo mumeo. Utakapokuwa umeyafanya hayo, hakuna shaka utakuwa ni mwanamke mwema. Wakati kana nabii sallallahu alayhi wasallam, na hakika amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayi abwabiha shi'ti. Atakapokuwa mwenye kusali mwanamke swala zake 5 na akafunga mwezi wake wa Ramadhani na akahifadhi uchi wake kwa kuvaa hijabu ya kisheria na akamtii mumewe, huyu mwanamke ataambiwa siku ya Kiyama, ingia mlango wowote wa pepo unaotaka katika milango yake, na milango ya pepo iko 8. Na mwanamke atakapokuwa ameyafanya haya, basi ataambiwa aingie mlango wowote anaotaka katika hii milango. Wahdhari turqar radhila, dada wa Kiislamu, jiepushe na jihadhari njia mbaya. Wa ahla alfujuri, na jiepushe na watu waovu. Wa du'ata dhalalati, na jiepushe na walinganizi wa upotevu. Fa inna dinaki najatuki, hakika dini yako ndiyo uokovu wako katika hii dunia na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Ibadallah, yani waja wa Allah, faqad shar'a al-islam fi hadha al-yawm al-udhiyya, hakika umefanya sheria Uislamu kwenye hii siku kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyam at-tashriq, lakini vile vile sheria ya dini ya Kiislamu ikajalia masiku ya tashriq, masiku 3 baada ya leo, kuwa ni masiku ya kuchinja, ma'a dhikri wa fi'li alkhair, pamoja na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya matendo yaliyokuwa ya khairi. Fa'an al-Bara' ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu annahu qala, kutoka al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu hakika yamesema, khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm an-nahri, alitukhutubia sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya Eid ya kuchinja. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara
faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Hakika cha mwanzo tunachokianza siku hii ya leo ni sisi kuswali swala ya Eid kama ambavyo sisi tulivyoswali, kisha tutakuwa ni wenye kurudi na kuchinja. Yule atakayefanya hayo hakika itakuwa amepatia sunna yetu. Ama yule ambaye amekusudia kuchinja akawa ni mwenye kuchinja kabla ya swala, hawezi kuwa ni mwenye kuhesabika kuwa amepatia sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo swala mwanzo, baada ya swala ndipo watu warudi waende wakachinje vichinjo vyao walivyoviandaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ibadallah, yani waja wa Allah, i'tazzu bidinikum, jitukuzeni na dini yenu, kuweni wenye nguvu kwa sababu ya hii dini yenu. Wa adhhiruhu baina an-nasi, na idhihirisheni dini yenu baina ya watu, dhihirisheni mwenendo wenu wa sawasawa baina ya watu. Wataallamuhu, lakini kaeni chini muisome hii dini yenu, tengeni muda kwa ajili ya kujifundisha sheria ya dini yenu. Msiwe ni wenye kupoteza muda kukaa katika vikao, kukaa katika mazungumzo yasiyokuwa ya faida, mazungumzo ya siasa, ya demokrasia, mambo ya mpira. Jepushana hivi vitu, hasa vijana wa Kiislamu. Rudini darasani, nendeni mkasome dini yenu, muifuateni dini yenu kwa elimu. Haya yatakufanyeni ninyi muwe na gara na hii dini, yatakufanyeni ninyi muwe ni wenye kuifuata hii dini. Hata kama Waislamu waliokuwa wengi jambo hili wamelipuuza, hawana muda ukaa chini na kusoma dini yao. Wamekuwa ni watu wa kufuatilia mambo yasiyokuwa na maana, mambo ambayo hayawapi faida wao katika maisha yao ya dunia wala katika maisha yao ya akhera. Bali inawezekana hayo mambo ambayo wao wanayoyafuatilia ikawa ni sababu ya kuangamia kwao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tengeni muda, kaeni chini, someni dini yenu, fahamuni sheria ya dini yenu. Wa'allimuhu an-nasa, na ninyi mkishafahamu wafundisheni watu. Fihi najatukum fi dunya wal akhirah. Wallahi, hii dini ya Kiislamu tunayozungumzia ndiyo kutapatikana kuokoka kwenu katika dunia yenu na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tudayyi'u al-awqat, msipoteze nyakati, firqil wakal, katika kusemwa palisemwa. Fanyeni mambo yenye faida katika maisha yenu ya dunia, fanyeni kazi kwa ajili ya kupata riziki kwenye maisha yenu ya dunia, lakini vile vile tegeni muda isomeni dini yenu, ifuatilie dini yenu. Itakuwa ni sababu ya ninyi kupata saada na kupata maisha yaliyokuwa mazuri katika maisha yenu ya dunia na kesho mbele ya Mola wenu. Msipoteze muda wenu, msio ni wenye kuingia katika mambo ya upuuzi, katika mambo ya lahau. Hakika dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia kwetu sisi tuchume kwa ajili ya akhera yetu. Leo kuna baadhi ya Waislamu wanaachana na mafundisho ya dini yao kwa sababu ya ujinga ambao umetawala vichwa vyao, na wanapokuwa wanaambiwa kitu fulani katika dini hawageuzi vichwa vyao na kuangalia hayo mambo, bali wanakuwa ni wenye kuangalia mambo mengine ambayo hayana faida yoyote kwenye maisha haya ya dunia wala kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kufaulu kwenu dunia yenu na akhira yenu ni katika dini yenu, na hilo halitopatikana isipokuwa mtakavyokuwa mmetenga muda kwa ajili ya kuisoma hii dini. Akhiran, mwisho kabisa, al-yawmu yawmu farahin. Leo hii ni siku ya furaha, wa yawm aklin wa shurbin, lakini vile vile ni siku ya kula na kunywa. Wa 3 ayamin baada, na siku 3 baada yake. Furahini, lakini msivuke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Simameni pale ambapo dini yenu imekutakeni msimame, ili hii siku iwe ni faida kwenu na isiwe ni sababu ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran, kadhalika tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala kubali ibada zao
kama tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sisi na waislamu wote katika yale anayoyapenda na kuyaridhia, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa ni wenye kudumisha amani, kwa sababu amani inapokuwa inapatikana kwa watu inakuwa ni sababu ya wao kutulia kwenye kutafuta kwao riziki, lakini vile vile kwenye kutekeleza ibada zao. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.